Tuhakikishe kwamba miongozo tofauti ya kimataifa na ya kitaifa na yale matamko ya viongozi wetu kwamba yanatekelezwa kwa vitendo ili tuweze kudhibiti haya ongezeko la maradhi yasiyoambukiza. Lakini sote, level zote, kuanzia ngazi ya chini hata ngazi ya juu, tufuate kwamba yale maelezo tunayopewa na wataalamu kuhusiana na nini kinga. Tuweze kujua kwanza vichocheo ni nini, na elimu imekuwa ikitolewa kwa sana, lakini tubadilike tabia. Tubadilike tabia kwa kufuata yale maelekezo ambayo tunapewa na wataalamu wetu. Tutakapoweza kubadilika tabia, tukala vizuri, tukawa tunafanya mazoezi, tukaacha kabisa matumizi ya tumbaku, lakini tukaachana kabisa na kutumia hizi pombe kwa kiwango cha juu, tutaweza kupunguza asilimia kubwa haya maradhi. Lakini pia tuhakikishe kwamba mazingira yetu hasa ni rafiki, kuhakikisha kwamba hatuna ile hewa chafu ambayo itampelekea mtu kupata haya maradhi. Kwa hiyo kwanza tujikite kwenye kinga, lakini pia kama nchi tuhakikishe kwamba huduma za afya zinapatikana na kwa uwiano na kwa harama ambazo kila mmoja anaweza kuweza kuzifikia hizo harama na akaweza kupata hizi huduma za afya kwa uwiano na bila ya kumkwaza yeye mwenyewe. Lakini la pili, tuhakikishe kwamba kwa wale ambao wameshapata haya maradhi basi wasiweze kuingia kwenye athari zinazotokana na yale maradhi, kwa sababu NCD ni moja ya maradhi ambayo yanachukua bajeti kubwa ya serikali. Awali masuala ya kisheria tulikuwa kwa kweli hatujayatilia maanani, lakini kwa sasa tumefikia mahali tumeona kuna umuhimu, pamoja na mambo mengine tunayofanya katika kudhibiti magonjwa hayo, ikiwemo kuhamasisha jamii kula vyakula ambavyo havihatarishi afya zao, vile kuhamasisha jamii kufanya mazoezi. Lakini pia tumeona kwamba kuna mchango pia wa masuala ya kisheria. Na zamani kwenye upande wa afya tulikuwa tunafikiri tuna wanasheria wapo, na tulikuwa tunafikiri wanasheria kazi yao ni kushughulikia kesi, lakini kumbe tumekuja kujifunza na tukagundua kwamba wanasheria wanaweza wakatumia tunasema nini, vifungu mbalimbali vya sheria katika kulinda afya za wananchi. Mkazo hasa na msisitizo wetu unajielekeza katika kuangalia magonjwa yasiyoambukiza, na tunaangalia kwamba uwezo wa nchi katika kuaddress magonjwa yasiyoambukiza una vikwazo vipi, una vizingiti vipi. Na tunaposema kwamba tunazo sheria ambazo pengine zinajielekeza katika kulinda afya ya jamii, kuzuia magonjwa na vitu vya namna hiyo, je, magonjwa yasiyoambukiza yamejitokeza vipi katika sheria hizo? Yamejitokeza vipi katika miongozo hiyo? Yamejitokeza vipi katika kanuni na mipango ya serikali? Na kama yamejitokeza kwa kiwango cha utoshelevu? Na kama sio kiwango cha utoshelevu, ni mambo gani yanaweza yakafanyika kuhakikisha kwamba tunakuwa na kiwango cha utoshelevu? Lakini vile tunaangalia sio tu kwamba kuwa na sheria na miongozo katika vitabu vya sheria ni kitu peke yake kinachojitosheleza. Tunaangalia unaweza ukawa na sheria nzuri zimeandikwa vizuri katika vitabu na nini, lakini je, mamlaka ambazo zimepewa mamlaka katika sheria hiyo zina uwezo wa kutekeleza na kufuatilia na kusimamia sheria na kutekeleza sera kama ambavyo imelengwa? Kwa hiyo yote hayo tunaangalia katika upana na muktadha wake, na tunaangalia pengine maeneo gani yenye udhaifu au upungufu katika utekelezaji na usimamiaji wa sheria. Kikubwa na dhumuni kubwa ni kuangalia jinsi gani sheria zina umuhimu sana katika kupambana na kudhibiti magonjwa yasiyoambukiza. Tunapoongelea magonjwa yasiyoambukiza, tunaongelea magonjwa kama saratani, magonjwa ya moyo, magonjwa ya mfumo wa hewa, magonjwa ya kisukari, lakini pia kuna changamoto za afya ya akili, na pia kuna magonjwa kama selimundu. Na kikubwa katika haya magonjwa kuna visababishi, na vile visababishi vinahitaji sana sheria katika kudhibiti visababishi. Tunaongelea masuala ya tumbaku, tunaongelea masuala ya pombe, masuala ya lishe, lakini pia masuala ya ufanyaji mazoezi. Tunaongelea vitu hivi, sheria kwa upande wake
nguvu kubwa na ina msaada mkubwa sana katika kuhakikisha kwamba kwanza tuna sheria ambazo zinadhibiti matumizi, zinadhibiti uingizaji, lakini pia matumizi ya vitu ambavyo vikubwa vinasababisha magonjwa yasiyo kuambukiza. Dhumuni ni kuhakikisha kwamba wadau wanapata uelewa wa kina juu ya umuhimu wa sheria katika kupambana na kudhibiti magonjwa yasiyo kuambukiza.